kujifunza neno la Mungu. Tutaingia kwenye somo letu au kipindi chetu. Somo la leo linasema ya kwamba kwa wale ambao wanaandika, nguvu ya maneno katika ulimwengu wa roho. Nguvu ya maneno katika ulimwengu wa roho. Bado tupo pale pale kuyatazama mambo katika ulimwengu wa roho, lakini leo tunaangalia nguvu iliyopo kwenye maneno ambayo nayatamka katika ulimwengu wa roho, au neno hilo ambalo nalitamka kwenye maisha yako. Je, kwenye ulimwengu wa roho linaenda kutengeneza nini au linaenda kuumba nini kwenye maisha yako? Sasa kabla tujaenda mbele kabisa, naomba funika macho yako tuombe kwa ajili ya somo. Katika ulimwengu wa roho, neno lolote ambalo unalizungumza au unalitamka kwenye kinywa chako katika ulimwengu wa roho linaenda kutengeneza au linaenda kuumba maisha yako. Maana siku zote neno huwa linaumba. Sasa yapo maneno ambayo kwa wewe uliyeokoka haustahili kuyazungumza wala haustahili kabisa kuyatamka. Yawezekana unaweza ukawa unatamka jambo wewe unaona kwenye kinywa chako ni jambo zuri, lakini kwenye ulimwengu wa roho linaenda kufunga baraka zako, linaenda kufunga maisha yako, linaenda kufunga familia yako. Hilo neno ambalo umelitamka. Katika ulimwengu wa roho yapo mambo mengi sana ambayo katika ulimwengu wa mwili tunaweza tukawa tunayafanya, lakini kwenye ulimwengu wa roho tayari kinaenda kutengenezeka kitu kingine. Mzee wa kanisa wakati anaanza ibada akasema, kataa yale maisha ambayo yawezekana kwenye ukoo tunayo au yapo. Sasa ili uweze kuyakataa hayo maneno, ni lazima uzungumze ili kwenye ulimwengu wa roho kikatengenezeke kitu kingine. Yawezekana kweli hakuna mtu ambaye alishawahi kujenga nyumba kwenye ukoo mzima ambaye ameanza, hayupo. Sasa ili wewe utengeneze familia yako, yawezekana uwe mtu wa kwanza kwenye ukoo kutokea mtu ambaye aliza amebeba familia au amebeba stori nzima ya familia ya ukoo. Ni lazima utengeneze kwanza katika ulimwengu wa roho. Kwa hiyo maisha yetu haya tulionayo kadhalika huwa yanaanzia katika vinywa vyetu. Tunavyotamka maneno yetu ndio yanaenda kutengeneza maisha ambayo tupo nayo. Yawezekana leo kwenda upo kwenye maisha duni, upo kwenye maisha ya maskini, upo kwenye maisha ya shida. Chanzo ni nini? Maneno ambayo unayatamka ndio yanakufanya wewe leo uwepo hapo. Ukisema ya kwamba mimi maisha yangu siku zote yatakuwa hivi ya umaskini, kweli kwenye ulimwengu wa roho hilo jambo linaenda kutengenezeka. Hilo jambo linaenda kufanya jinsi kama wewe unavyotaka, na hilo jambo kweli linaenda kutengenezeka. Kwa hiyo lazima tuangalie maneno ambayo tunayatamka kwenye ulimwengu wa roho. Je, yanawakilisha nini? Yanatupeleka wapi? Yanatengeneza nini kwenye maisha yetu, kwenye ukoo wetu? Kwa hiyo haya maneno ambayo tunayazungumza, yapo maneno mengi sana, na vinywa vyetu hivi vinazungumza kitu chochote. Na ndio maana Biblia kuna sehemu inasema ni heri uwe mtu wa kusikiliza kwa wingi kuliko kuongea. Bwana pesifa. Ni lazima uwe mtu ambaye kidogo unakuwa na kabalance ka kuongea kuliko, yani unakwenda kabalance kidogo kuliko kutoa maneno mengi. Kumbe ndani ya hayo maneno kuna wakati yanaenda kufunga baraka zako. Mhubiri 5 sura ya 2. Mhubiri 5 sura ya 2.
Mhubiri 5 sura ya 2. Mhubiri 5 sura ya 2. Andiko linasemaje? Ndiyo. Usiseme maneno ya ujinga kwa kinywa chako. Kumbe kuna maneno ya kijinga ambayo waga tunayazungumza kwenye vinywa vyetu. Sasa Biblia inasema usiseme maneno ya ujinga kwenye vinywa vyetu. Wala moyo wako usiwe na haraka kunena mbele za Mungu. Kwa maana Mungu yuko mbinguni na wewe upo chini. Kwa hiyo maneno yako na yawe machache. Kumbe usizungumze maneno ya kijinga, bali balance maneno yako yawe machache. Katika wingi wa maneno lazima tu kukosea kutu. Katika wingi wa maneno kupeleza kutu. Katika wingi wa maneno kuzungumza tofauti na makusudi ya Mungu upo. Kwa hiyo haya maneno ambayo tunayazungumza, Biblia inatuambia kwamba tusiwe wepesi kuzungumza maneno. Haya maneno tunayozungumza kumbe yanaenda kufunga kwenye ulimwengu wa roho, yanaenda kuziba baraka zetu, yanaenda kufunga kila kitu ambacho kilikuwa kimeandaliwa kwenye maisha yetu. Tusiwe watu wa kuzungumza ujinga, maneno ya kijinga. Sasa unakuta mtu ameokoka anazungumza maneno, yawezekana anatukana na mtu, yawezekana anafokeana na mtu. Haya maneno ndio yanaenda kutengeneza, yanaenda kuziba baraka, yanaenda kufunga kila ambacho Mungu alikuwa amekiandaa kwenye maisha yako. Kwa unapokuwa unazungumza kitu chochote, angalia hilo neno ambalo nalitamka. Je, kwenye ulimwengu wa roho linaenda kutengeneza kitu gani? Kwenye ulimwengu wa roho linaenda kujenga nini? Kwenye ulimwengu wa roho linaenda kutengeneza kitu gani? Kwa sababu siku zote mtu ambaye umeokoka, kitu chako vyote vinaangaliwa kwenye ulimwengu wa roho. Na maisha yako yanazibwa kwenye ulimwengu wa roho. Unaweza ukawa upo kimwili, unaweza ukawa upo kwenye maisha ya kimwili sawa, wewe unazungumza haujui. Je, Mungu anakuwazia nini katika ulimwengu wa roho? Mfumo tulio nao utaanzia kwanza kule. Na maana ile Jumapili kasema maisha yetu yanaanzia kwanza kwenye ulimwengu wa roho. Kwa lazima ukachungulie kwanza, utazame kule, uangalie kule. Kule kuna baraka ambazo zimefungwa na maneno yako. Kule kuna maisha ambayo umejizibia kwa maneno yako. Utakapochungulia kule, utatazama kwamba kumbe kuna neno, hili neno nilitamka vibaya, ni lazima nilitegue ili maisha yangu yaende vizuri. Hili neno nilizungumza likafunga maisha yangu, likafunga baraka zangu, ni lazima nilitegue. Kwa kwenye ulimwengu wa roho ndio kitu ambapo ndio maisha yetu ambako yanaanzia, na huko ndiko tunakoziba baraka kwa kutamka maneno. Methali 18. Methali 18:21. 18:21. Biblia inasemaje? Mauti na uzima huwa katika uwezo wa ulimi. Na wale ambao waupendao ulimi watakula matunda yake. Kabla hujakaa, twende kwenye kitabu cha Yakobo 3:5-6. Tuangalie madhara ya ulimi na matokeo yake. Hata kaulimi ni kadogo sana, lakini kana mambo makubwa ambayo yawezekana kametufanya leo tuishi maisha ya kulialia, tuishi maisha ya shida. Yakobo 3:5-6.
Yakobo 3:5 hadi 6. Hivyo ulimi nao ni kiungo. Ndio. Angalia jinsi moto ulivyokuwa mdogo. Ndio. Nao ulimi ni moto. Ndio. 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 Bwana sifa. Tunaangalia mazao ya ulimi. Kwamba ulimi ni kiungo kidogo sana, lakini kina mambo makubwa sana. Na ulimi huu ndio unafanya watu leo wanajivuna. Ulimi huu umebeba majivuno makubwa. Maneno tunayotamka yanaanzia kwenye ulimi. Yaani ulimi kanatufanya tunajifungia sisi wenyewe. Kwa hiyo lazima uangalie balance ya maneno yanayotoka kinywani mwako, yanayosababishwa na kaulimi. Bwana sifa. Ukijifanya wewe una kaulimi karefu sana, ukijifanya wewe una kaulimi karefu sana, ukijifanya wewe una kaulimi kako kepesi sana, elewa ya kwamba ndani ya maneno mengi ambayo unayazungumza ndiko huko kuna kufuli lako. Sasa angalia maneno unayoyazungumza, na angalia kila ambacho unakiwaza kwenye ulimwengu wa roho. Angalia kila unacho unakitamka kwa mtu yeyote, je, kimebeba utukufu? Neno lolote kwenye ulimwengu wa roho lina nguvu. Neno lolote kwenye ulimwengu wa roho lina nguvu. Lolote unalolitamka, unaweza ukalitamka kwa masiara, sawa, lakini kwenye ulimwengu wa roho limebeba nguvu kubwa sana. Na ndio maana tunamwambia Mungu hataki kuishi maisha ya umaskini. Ni neno ambalo tumelizungumza kwenye ulimwengu wa roho. Kweli hatutaki. Bwana anataka niishi maisha fulani. Unatamka kwenye ulimwengu wa roho. Hilo neno ambalo umelitamka lina nguvu. Lolote unalolitamka, elewa kwenye ulimwengu wa roho limebeba nguvu. Ukisema wewe maskini, hiyo neno lina nguvu kwenye ulimwengu wa roho. Kweli linaenda kuziba maisha yako. Na Mungu anakusikiliza wewe. Unachokizungumza wewe, Mungu anakusikiliza wewe. Ukisema uishi maisha ya umaskini, Mungu anakanaliza hapo hapo. Utaishi hivyo hivyo. Hesabu 30 mstari wa 2. Hesabu 30 mstari wa 2. Tukatazame hapo. Mungu anasubiri watu wanaojizungumzia vibaya, na yeye anakazia hapo hapo. Hesabu 30 mstari wa 2. Hesabu 30 mstari wa 2. Ngoja na mimi nifike. Maana sisi wasomaji wakati mwingine tunakukaga visentesi. Hesabu 30 na ule mstari wake wa 2. Mtu atakapomwekea Bwana nadhiri au atakapoapa kiapo ili kufunga nafsi yake kwa ahadi, ndio asilitangue neno lake, atafanya sawasawa na hayo yote yakutokayo kinywani mwake. Kumbe Bwana anasubiri mtu chochote atakachozungumza kwenye ulimwengu wa roho, na Bwana anakandamiza pale pale. Yaani Bwana atafanya sawasawa na jinsi ambavyo wewe unawaza. Bwana atafanya sawasawa na jinsi ambavyo wewe umezungumza. Ukizungumza maisha ya umasikini, utakaa hivyo hivyo. Yaani Bwana atakandamiza hapo hapo. Na ndio maana inatakiwa unapokuwa umegundua ya kwamba kuna sehemu umekosea, lazima uingie madhabahuni, uombe rehema. Bwana, kuna sehemu nilitamka vibaya, nilikukosea, ili uweze kutengua hayo maisha au maneno ambayo umeyazungumza. Bwana Yesu asifiwe.
Inasema ya kwamba mtu atakapo hapa, yaani utakaposema mimi nitaishi hivi hivi, utakapo hapa kwa kinywa chako, utakapozungumza kwa kinywa chako, Bwana atafanya sawa sawa na jinsi ambavyo wewe umesema kupitia kinywa chako. Kwa hiyo Bwana anasubiri tena wewe mwenyewe ugundue ya kwamba umekosea, ili uombe rehema, utengue hilo neno ambalo wewe mwenyewe umejifunga. Kumbe maneno yana nguvu kwenye ulimwengu wa roho. Usizungumze kitu chochote kimasiara. Usiseme jambo lolote ukafikiri kwamba hili jambo labda linapita tu na upepo wa kisulisuli. Hapana. Linapita na upepo wa kisulisuli sawa, lakini linaenda kuziba sehemu. Tafakari maneno unayoyazungumza. Je, yamebeba utukufu kwa Mungu au hayajabeba utukufu kwa Mungu? Unaweza ukawa unatukanana na jirani yako, wewe ambaye umeokoka, mwenzako hajaokoka, hajui kitu chochote, lakini wewe unajua kwamba yawezekana kinywa changu ndio kinaenda kukamata maisha yangu. Kwenye kitabu cha Methali 6 mstari wa 2, umekamatwa na maneno ya kinywa chako, umefungwa na maneno ya kinywa chako. Kumbe hayo maneno unayozungumza ndio yanaenda kukamata maisha yako, yanaenda kubroku maisha yako, yanaenda kufunga baraka zako. Tazama au fikiria kwanza kabla hujazungumza. Je, haya maneno yamebeba nini kwenye ulimwengu wa roho? Usiseme tu kama masiara. Na ndio maana tunalia, Mungu tusaidie, maisha tulionayo sio ya kwetu. Mungu tusaidie, maisha tulionayo sio ya kwetu. Kwa nini Mungu asifanye kabla sisi hatujamwambia? Na ndio maana tunazungumza. Mungu atusikie kupitia vinywa vyetu. Mungu atende kupitia vinywa vyetu. Mungu afanye sawa sawa na jinsi ambavyo tunatamka kwenye vinywa vyetu. Tukitamka kitu kwenye ulimwengu wa roho, kinaenda kutengenezeka. Tukizungumza kitu kwenye ulimwengu wa roho, kinaenda kufanyika. Kwa tazama kile ambacho unakizungumza kwenye ulimwengu wa roho kimebeba nini? Sisi ukoo wetu sisi ni maskini. Sisi ukoo wetu sisi tuko hivi hivi. Sisi sawa, wako hivyo. Hebu kuwa mwanzilishi wa kitu kwenye familia. Kuwa mwanzilishi wa kitu kwenye ukoo. Kuwa mwanzilishi wa kitu kwa jamii. Sisi ambao tumepokea neema kutoka kwa Yesu, sisi ambao tumekombolewa na damu ya thamani pale msalabani, lazima tuwe na stara ya maneno ambayo tunayazungumza. Je, kwenye ulimwengu wa roho yamebeba nini? Kwenye ulimwengu wa roho yana nguvu gani? Elewa kila jambo lolote tunalolitamka lina nguvu, lina uwepo kwenye ulimwengu wa roho. Jumapili baba akasema swala la nyimbo. Nyimbo unayoiimba, elewa ina nguvu. Hilo neno ambalo umelitamka kupitia nyimbo lina nguvu. Limebeba maisha yako. Limebeba vitu vyako. Je, unazungumza nini? Tafakari neno ambalo umelibeba. Tafakari neno ambalo umelizungumza. Limebeba maisha yako. Limebeba vitu vyako kwenye ulimwengu wa roho. Limebeba baraka zako. Kwa yapo mambo ambayo sisi tuliokoka hatustahili kabisa kuyazungumza. Na yapo mambo ambayo ni lazima kabisa, yani yasisogea hata kwenye kaulini. Yasisogea kabisa hata kwenye masikio yetu. Yasizungumzwe kabisa kwenye midomo yetu. Chunguza njia zako unazozipita hizo. Je, ulitamka kitu gani? Kuna sehemu gani labda ulimkosea mtu ukatukana? Au mtu akakusemea vibaya? Ndio maana kwenye kitabu cha Hesabu ukalitengua ile neno. Kwa hiyo kama kuna mtu aidha alikuzungumzia vibaya
alikutamkia vibaya, alikunenea vibaya, kazi ni moja tu. Njoo ulitengue lile neno. Nyie kwenu wote mko hivyo hivyo. Tengua lile neno. Nyie kwenu wote mnazalia nje tu. Njoo litengue hilo neno. Hilo neno kwenye ulimwengu wa roho limebeba maisha. Hilo neno kwenye ulimwengu wa roho linafunga. Inawezekana kweli, maana sisi hata hivyo tuko hivi hivi. Kweli kabisa tuko hivi hivi. Yaani mtu atakuzungumzia na wewe unampa tiki. Unajua sisi sawa, maisha yetu yako hivi, wewe unakuhusu nini? Tengua hayo maneno kwenye ulimwengu wa roho. Bwana presifa. Yaani tengue hayo ambayo uliyatamka au ulitamkiwa au walikusemea au walikunenea kwa ubaya, mambo ambayo hayana maana, maisha ambayo hayana maana. Walikwambia wewe utakufa maskini, walikwambia wewe hautasonga mbele, walikwambia wewe utaishi hapo hapo. Tengua hayo maneno. Wewe sio wa hapo. Midomo yao wenyewe imerefuka, hata irefuke. Kazi ni moja tu, ni wewe kutengua hayo maneno. Mwanadamu huwezi kumzuia kuzungumza. Bwana presifa. Hauwezi kumfunga mdomo wake. Hauwezi ukaweka zipu. Hauwezi. Atazungumza sawa, acha azungumze. Njoo tengua hilo neno. Yaani hapa mzungumze. Unajua wewe ni mpangaji tu miaka yote. Mpangaji miaka yote, naona jikubali tu. Kweli mimi mpangaji tu. No. No. Wewe sio mpangaji. Wewe ni mmiliki. Lazima unapomiliki uanze kwanza kuzungumza. Uzungumze kwanza. Hilo neno likatengenezeke kwenye ulimwengu wa roho, likaumbe maisha yako kwenye ulimwengu wa roho. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Angalia hilo neno linalotoka kwenye kinywa chako, limeenda kutengeneza nini au limeenda kuumba maisha gani? Kuna wakati mbele hatusongi mbele, shida nini? Maneno. Aidha ulizungumza, aidha walikuzungumzia watu, ulitamka kwa kinywa chako. Sasa upo muda mzuri wa kutengua hilo neno. Haijalishi ni neno gani, haijalishi wewe mwenyewe ulizungumza kwa kutokujua au kujua, sawa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo litazame au lifikirie kwanza kabla hujazungumza kitu chochote. Haijalishi mtu kakuuzi, haijalishi mtu kakukera, haijalishi mtu kazungumza nini, sawa, wewe usitamke. Maana Yesu akasema mpende jirani yako kama nafsi yako. Bwana Yesu asifiwe. Hata kama kakuuzi, wewe mpende tu. Hata kama kakutukana, wewe mpende tu. Hata kama kakufokea, kakunenea vibaya, kakuzungumza vibaya, wewe mpende tu. Usirudishe baya kwa baya. Kama kuna mtu alikuzungumzia vibaya, usije kumrudishia vibaya. Shida haitakuwa kwake. Shida itakuwa kwako wewe, ambaye unayesoma Biblia, unaelewa madhara ya maneno, unaelewa madhara ya ulimi, unaelewa madhara ya maneno kwenye ulimwengu wa roho. Unaelewa kabisa. Usije ukatamka, linaenda kuburoku maisha yako. Kumbe maneno haya tunayozungumza yana nguvu katika ulimwengu wa roho. Haya maneno tunayotoa kwenye vinywa vyetu yamebeba baraka kubwa kwenye ulimwengu wa roho. Haya maneno tunayozungumza, haya ndio yamefunga. Kazi inabaki kwetu kuyatengua haya maneno. Na yeyote anayefanya jambo ambalo
halina utukufu wowote kwa Mungu kupitia maneno, kupitia ulimi, kupitia mdomo, kupitia kinywa, huyo bado yupo chini, yupo kwa shetani. Wewe tukana tu, umeokoka, tukana tu. Wewe utaona leo kamkomesha. Ukikuta kwenye watu wengi leo yule mlokole kamtukana yule mama leo kapata cha kwake. Ikichwa na wewe kumbe waoni wewe watakusifia leo kamkomesha. Kumbe hujajua wewe ndio umejikomesha kupitia maneno. Maandiko yanasema umekamatwa kwa maneno ya kinywa chako, umefungwa kwa maneno ya kinywa chako. Kwani nani sasa mwingine? Wewe mwenyewe. Ukijiona wewe bora mbele za watu kwa maneno, maana kuna wengine kule mtaani wanajua kuongea kama cherehani, ila ukimwambia shike mic hapa kuimba ni muoga. Sasa hayo maneno na uone hicho kinywa chako, wewe kitamkie huko, wewe zungumza huko. Kwenye mambo mabaya unazungumza, kwenye mambo ya kiutukufu unaogopa kuimba. Sasa wewe kapeleka kama mdomo kwa kinywa chako kule kakazungumze mabaya, kumbe ndo kanaenda kubroku. Sisi wenyewe ndo tumejifunga. Walikuwa sisi wenyewe ndo tumeziba maisha yetu. Hivi wewe unakubaliki lile neno watu wa mtaani wanaosemaga mbona walokole sio matajiri? Unalikubaliki hilo neno? Sisi ni matajiri. Inasema sisi ndo tumejifunga kwa maneno. Tukitamkiwa walokole kila siku hapo kanisani hawana hela. Na kweli nipo kanisani kila siku, mfukoni buku hamna. Wewe kataa maneno. Wao acha watamke, acha wazungumze. Wewe unajua nini ambacho Mungu amekutendea? Unajua wapi Yesu alikokutoa? Hiyo ni shukrani tosha. Masuala ya kuwa na hela, sije ya kuwa na kitu gani, anayajua Mungu yeye mwenyewe. Haya maneno. Mtu anakuambia, unakuta mama anamtukana mtoto wake. Yaani wewe kama mbwa. Mwanao aliyemzaa unamuita mbwa kupitia maneno. Elewa maisha ya yule mtoto kama ni mtoto wa kike. Na kwambia kama ni mtoto wa kike atakuwa anazalia nje. Leo kazana baba fulani mweusi, leo kazana baba fulani mweupe, leo kazana baba fulani sura yake haieleweki. Ulimwambia mbwa. Kwani mbwa kazi yake si kuzalia huko nje? Kumbe umetengeneza maisha kwa mtoto wako. Ni wazazi ambao mpo hapa, kama unaona mtoto wako haeleweki, chunguza kwenye maisha yake, udogo wake, ulimtamkia nini? Kama ulimtamkia maneno mabaya, ndo hayo leo yanayomfunga. Njoo tengue. Maana Bwana anafanya sawasawa na kinywa chako. Ukija kutengua na Bwana atakusikiliza. Usipolitengua hilo neno kwenye maisha ya mtoto wako, yatakaa hivyo. Maneno yamefunga. Maneno yamebloku maisha yetu. Maneno hatusongi mbele. Haya maneno tunayozungumza. Bwana Yesu asifiwe. Hilo neno lilolizungumza limebeba nini ndani yake? Na kabla hujazungumza, tafakari kwanza, hiki ninachokizungumza kwenye ulimwengu wa roho kimetengenezeka nini? Kimeumba nini? Kina nafasi gani kwenye maisha yangu? Kumbe tunaenda kujiblock. Bwana Yesu asifiwe. Muda bado upo wa kutosha. Tuangalie kitabu kingine, Yohana 8 mstari wa 44. Yohana 8
44. Yohana 8:44. Ninyi ni wa baba, ninyi ni wa baba yenu, ndio, na tamaa za baba yenu ndizo mpendazo kuzitenda. Ishia kwanza hapo. Ndizo mpendazo kuzitenda. Je, baba yenu Shetani anapenda kufanya kitu gani? Ukigundua kile ambacho nakifanya, ambacho nakizungumza na Shetani na yeye anapenda kukifanya, elewa wewe baba yako ni huyo ambaye yeye anapenda kusema au kufanya. Tuendelee. Yeye alikuwa muuaji tangu mwanzo, wala hakusimama katika kweli, kwa kuwa ndani yake hakuna kweli yoyote. Asemapo uongo, usema yaliyo yake yeye mwenyewe, kwenye fikira zake, kwenye ubongo wake, kwenye moyo wake. Wewe mwenyewe umeokoka, unazungumza uongo. Umbea kwa jirani ndio ibada yako, kupeleka uongo kwa rafiki yako ndio ibada yako. Elewa wewe bado ni wa Shetani. Maana Shetani yeye mwenyewe anapenda kusema uongo, na wewe kama unapenda kusema uongo, na wewe ni wa kule. Kama unapenda kusema neno uongo, hauna kweli yoyote ndani yako, elewa bado umefungwa na Shetani. Elewa baba yako ni Shetani. Sasa kwa nini uishi maisha hayo? Kwa nini ufanye hivyo? Kwa nini hauna ukweli ndani yake? Chomoka. Toka huko. Bwana Yesu asifiwe. Chomoka kabisa huko. Wewe sio wa design hiyo. Wewe sio wa huko. Wewe baba yako ni Yesu. Baba yako ni Mungu. Baba yako ni yule aliyemwaga damu yake pale msalabani. Usifananishwe na Shetani. Unapolisoma hilo andiko unajiuliza, hivi kweli mimi kabisa, yani baba yangu kabisa mimi ni Shetani? Unalitafakari kwanza, hivi mimi kabisa nifananishwe na huyu mburura huyu? Unatoka huko. Na kutoka ni kufanya yale ambayo Mungu anayataka. Bwana Yesu asifiwe. Ni kufanya kile ambacho Mungu anakitaka, ndio unatoka. Lakini bado kama bado uko kwenye hiyo njia, kama bado uko kwenye hiyo hayo maisha ya uongo, yani wewe umbea kwako ndio kila kitu, haueleweki. Na ndio maana miguu wakati mwingine na mvimba, inauma. Tupunguze mipalala kwa marafiki, umbea, uongo. Bwana una wakati unatembea unapeleka umbea, unalikanyaga kitu linakuvimbisha mguu. Si bora ungetulia tu hata nyumbani? Tulieni. Jamani, tutulie. Nini kinachotuhangaisha? Kausha damu, mtakaushwa. Haleluya. Unasema naenda kausha damu, wataenda kukukausha wewe. Bwana Yesu asifiwe. Tokeni huko. Jitengeni na hao watu. Sasa wewe, hebu jamani, hebu tuzungumze tu. Tuzungumze tu kimbingu. Yaani wewe kabisa hata unaisoma Biblia kabisa, unaielewa, mlokole. Kuna haja gani ya kwenda kujiunga kwenye kundi la watu ambao hawana faida, hawamjui Mungu? Ndani ya haya mazungumzo atakayozungumza, 99% hayo maneno hayana utukufu kwa Mungu. Na wewe mlokole humo. Haya, tunaenda kwenye sherehe. Wakina mama. Na wewe mlokole humo. Jamani, leo tunaenda kwenye sherehe ya rafiki yetu.
maana kausha damu mwenzetu. Haya, nguo tunashona dela leo. Mkifika kule sasa, mlokole na wewe umo na sanua. Wewe acha usanue na maisha yako ndio jinsi unavyoyasanua. Sumekubali? Ninapigwa ni nyimbo, mimi sina akili. Unalo tu. Hauna kweli maana umekubali kujiunga kule. Haya manyimbo pia yanafunga, maana ni maneno. Wewe shona tu dela. Si madela wanaitaga yale. Mimi si. Yale kuna wakati mwingine na wahurumiaga wakina dada. Kwa sababu kuna wakati mwingine anajipa kazi ya kulishikilia na tembea nalo hivi. Bwana Yesu asifiwe. Kwani usishone tu nguo ambayo ukivaa unakuwa huru? Amevaa lakini bado linampa mateso, analishikilia hivi. Hebu wewe mlokole, hebu toka huko. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Wewe kuna nguo za heshima ukivaa zitakupa taabu. Amen. Haleluya. Hayo waachie huko. Waachie huko. Mama Elia. Njoo mama yangu, njoo. Hii nguo hata kama ukitembeaje hutaishikilia hivi. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwanza kapendeza, hongera sana. Rangi pamoja na nguo iko vizuri. Jamani, situpi hata makofi. Wewe unaona ameshikilia dela hapa. Hajashikilia. Kakae mama yangu. Bwana Yesu asifiwe. Sasa tungemuita hapa na kuja nalo mara huu, alafu upande ule na kundi na kuaga chini, upande ule na kuwa refu. Unaona tembea nalo hivi. Bwana Yesu asifiwe. Tusikae kwenye maisha hayo. Tunakaa kwenye maisha hayo kwa sababu ya maneno. Tumekubali kuambatana na watu ambao wao wanakaa huko. Sisi tutoke kwenye hayo maisha. Bwana Yesu asifiwe. Chomoka. Toka. Ndio maana Jumapili baba alitoa mfano wa hawa. Wakati wanaokoka hawa, kila siku jioni walikuwa kwangu. Yaani wanapotoka tu shule utawaona wapo nyumbani. Bwana Yesu asifiwe. Nilifanya hivyo kwa sababu gani? Nilifanya hivi ili wasitembee kwenye makundi ambayo kabla hawajaokoka walikuwa nayo. Nikawaambia kila siku jioni, kama hamna kazi nyumbani, njoni ofisini kwangu. Na kweli kila siku jioni wapo nyumbani kwangu. Leo hii hawana hayo maisha ya watu ambao wao hawajaokoka. Na kama labda wakiwa nao labda ni shuleni, lakini huku mtaani never. Kiingereza hicho. Bwana Yesu asifiwe. Huko. Bwana Yesu asifiwe. Leo hawana, na ndio maana unaona wako tofauti. Mwanzo wao na sasa hivi ni tofauti. Sasa kwa nini wewe bado unaishi huko? Hebu toka na wewe mwana wa Mungu. Chomoka huko. Wewe sio wa huko. Wewe levo zako ni zingine. Haleluya. Neno. Hata majina ambayo tunaitoka wakati mwingine yanafunga. Haleluya. Mimi jina la Benjamin ni la babu yangu kizaa baba. Kwa nini nilibadilisha jina nikaitwa Yohana? Baada ya kuja kuchunguza maisha ya mzee, ni Chapombe ya babu. Chapombe. Mvuta sigara. Nikasema wewe sitembei huko. Nikachomoka, ndio maana wakati nabatizwa nikasema Yohana. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio maana naitoka Yohana. Jina la Benja basi tu kwa sababu kuna baadhi ya vitu vilikuwa vimeshaandikwa kwa jina hilo, kuvibadilisha na kuwa ni ngumu, kama mbona huku naitwa hivi na huku naitwa hivi. Ndio nalitumia. Bwana Pesifa. Tukaje kwenye jina la Mahega, ambalo ndio nilikuwa nalitumia sana. Benjamin Mahega. Yaani yote hayo ni majina ya babu. Haleluya. Benjamin ni jina la babu kizaa baba. Mahega ni jina la babu kizaa mama. Yote hayo yanatumika. Nikachunguza maisha ya mzee upande wa mama, babu. Kabla na yeye hajaokoka alikuwa Chapombe. Mlevi. Ila Mungu akamsaidia akachomoka kule.
Nilipokuja kuangalia hilo jina, kwa nini mzee naye alibatiza lile jina? Yaani lile Mahega la kuzaliwa, kwa nini hakulitumia? Akabatizwa naye akaitwa Matias. Kama mzee alibadilisha, na mimi nabadilisha, nikatoka kule. Bwana Yesu asifiwe. Kwenye mtandao nilikuwa natumiaga account moja inaitwa Mahega. Hiyo ndio nilikuwa naitumiaga sana kuposti mahubiri, mafundisho, wakati mwingine tupo hapa kanisani tunaposti. Nilipokuja kuangalia hili jina lina utukufu nikabadilisha. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa kila kitu ambacho kipo kwenye maisha yako, kiangalie kwanza kimebeba nini? Maisha yako kwenye hicho ambacho unakitamka, yapo kwenye hicho ambacho unakisoma, aidha unakizungumza kupitia kinywa chako. Kwa maneno yamefunga maisha yetu. Chunguza Bwana wa Mungu. Kwa nini unalia? Kwa nini upo kwenye shida? Kwa nini maisha yako magumu? Kwa nini wewe